Maliziko wa ligi kuu soka Tanzania bara, Young Africans dhidi ya Mtibwa Sugar. Zilikuwa dakika 90 za namna gani? Zilikuwa dakika 90 bora sana kwa timu zote mbili. Nafikiri tumeona mbinu za walimu namna ambavyo zimekwenda kuamua matokeo baada ya dakika 90, lakini yote kwa yote utarudi kwa Young Africans namna ambavyo walikuwa bora sana. Nafikiri moja kati ya kitu ambacho kwenye mchezo wa leo nimekiona ni namna ambavyo wachezaji walikuwa kiwajibika kwenye maeneo kulingana na namna ambavyo kocha alikuwa anatamani acheze. Nafikiri kwa namna yote kocha alihitaji kuona wachezaji wake namna ambavyo wanaweza wakawa anawatumia kulingana na mechi ambavyo inahitaji. Ndio maana kwenye mchezo wa leo kumekuwa na mabadiliko kadhaa, baadhi ya wachezaji ambao hawajapata nafasi ya kucheza ama wamekuwa hawapati na muendelezo wa kucheza, leo tumeona wakicheza. Lakini unaangalia goli la kwanza linafungwa na Mohamed Hussein. Of course pale huwezi kumlaumu goalkeeper kwa sababu namna ambavyo Mohamed Hussein alijisetia mpira na kuhakikisha anafanya kila ambacho alitamani kukifanya, ndicho ambacho kilikwenda kuamua na kutafsiri tukio zima kwamba namna gani ambavyo Young Africans walikuwa na uhitaji mchezo. Lakini mbali na hapo bado Mtibwa alikuwa bora sana kwenye namna ya kuzuia. Ulikuwa unaona namna ambavyo wanakuwa bora sana pale ambapo wanazuia, lakini ubora wa Young Africans ndio umekwenda kuamua matokeo. Tazama aina ya goli ambalo linafungwa la pili na Celestian Yakua. Pale ndio utarudi kupongeza kwamba namna ambavyo wachezaji wakubwa wanavyojipaswa kujitofautisha na wachezaji wengine. Amefunga bonge moja la goli, amechagua engo ambako golikipa asingeweza kufanya lolote. Kwa nafikiri ukirudi kwenye magoli yote ambayo amefungwa utapongeza jitihada za wachezaji binafsi kwa sababu aina mabao ambayo wanafunga, lakini pia namna ambavyo walikuwa tayari kwenye namna ya kutafsiri kile ambacho walikuwa wanakihitaji, walikuwa tayari. Dube, leo baada ya pressure kubwa sana, bado leo hajatumia nafasi vizuri. Wako ni unadhani ni nini ambacho kinamsumbua Dube? Lakini pressure bado haijatulia kwa pande wake. Nafikiri kila mchezaji anahitaji muda, lakini kile ambacho kinaendelea nje ya uwanja inawezekana kikaa kinamtoa zaidi kwenye kile ambacho anakiamini kuliko ambavyo anaweza akaaminiwa na kupewa nafasi ya kucheza. Maneno ambayo yamekuwa nje kuna namna ambavyo yanarudisha sana wachezaji nyuma kwa sababu kama mchezaji malengo yake ni kuweza kufunga. Sifikiri kama kuna mchezaji yote ambaye anaingia uwanjani ili aende akachezee nafasi zile ambazo zinapatikana, lakini kuna nyakati unajitahidi kufanya vitu vitokee lakini vinajaribu kuwa vigumu kulingana na wewe na namna ambavyo unataka. Kwa hiyo kufunga ni jukumu la mchezaji, lakini inapotokea nafasi ameshindwa kufunga, sifikiri kama yeye huwa analichukulia kwa upande wa positive kwa sababu mchezaji kazi yake ni kufunga. Afu kizingatia Prince Dube ndo mshambuliaji ambaye anatazamwa kwa sababu alikuwepo msimu uliopita. Kwa hiyo kwa namna yote kocha anaamini zaidi kupitia kwa Prince Dube ukiachana na Clement Mzize ambaye hivi sasa amekuwa pata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo inawezekana kile ambacho Dube anakionyesha ndio kimeendelea kumfanya kocha amwamini kwa sababu akitazama mchezaji mwingine ambaye anaweza kufanya majukumu yake utarudi kwa Clement Mzize ambaye bado ana majeraha. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri Dube anahitaji tu muda na ili aweze kuwa bora atahitaji kufunga. Kama atafunga inawezekana pressure ikapungua na akaanza kufanya vitu ambavyo yeye anahitaji avifanye, lakini tutambue kwamba hakuna mchezaji ambaye anaingia uwanjani kwa nia kwenda kuchezea nafasi ambazo zinapatikana. Hii inakuja ni baada ya kuwa kwanza pressure ambayo iko nje kutoka kwa mashabiki. Kuna nyakati utajitahidi kutaka kudhibitisha lakini inashindikana. Kwa hiyo sifikiri kama Dube kipindi ambacho anakipitia na furahia, ni kipindi ambacho pia anarudi kujiuliza kwa nini, lakini ndo mchezo ulivyo. Kuna nyakati ambazo utakuwa bora, watu watakuimba, lakini nyakati ambazo utasahaulika kulingana na kazi ambayo unaifanya ndani ya uwanja. Mwalimu mpya wa Young Africans leo, yapo maneno tayari comment wameanza kuandika watu mbalimbali kwamba wena akawa ni Dula na Abdalla na Roman Formis. Ni kweli? Binafsi ni mapema sana kuzungumza hilo kwa sababu hii ndio mechi yake ya kwanza, sio? Bado hajasoma hata 3% robo za wachezaji alionao, bado hajajua namna ya kuwatumia wachezaji ambao wamewakuta. Kwa hiyo atahitaji zaidi muda kuweza kujua aina wachezaji alionao na namna gani ambavyo anaweza kuwatumia. Kwa maana CV bado ni kocha bora ambaye naamini kama atapewa nafasi kwenye kikosi cha Young Africans inawezekana akabadilisha taswira ya kila ambacho kilikuwepo, lakini kwenye hizi timu zetu imekuwa ni ngumu sana kuweza kumvumilia kocha. Amepoteza mechi 3 mfululizo ikawa ni ngumu sana. Kwa hiyo ameanza vizuri kwenye mchezo wake wa leo, ameshinda mabao 2, lakini unaona
namna ambavyo alikuwa anajaribu kuionyesha timu yake ama ramani ya kila ambacho anatamani kiwe, lakini bado kuna namna ambavyo wachezaji wanagongana kutokana na maelekezo aidha ya mwalimu ama kukosa ule muunganiko wa kitimu, kwa maana ya mbinu gani ambayo mwalimu anaweza akaitumia kwa wachezaji alionao ili waweze kumpa kitu bora. Kwa hiyo kwangu mimi bado ni mapema kusema kwamba unaweza ukamlinganisha na Romain Folz kwa sababu ndio mechi yake ya kwanza, lakini inawezekana yote ni majibu kwa sababu amekuja kukuta wachezaji ambao tayari walisajiliwa na Young Africans. Kwa hiyo inawezekana kwa maana falsafa na mfumo ambao wanautumia wakashindwana na baadhi ya wachezaji, lakini sifikiri katika wachezaji wote waliopo Yanga inaweza ikawa ni ngumu kuweza kubaliana na mbinu za mwalimu. Matokeo leo wanawapa Simba chachu kiasi gani mchezo wao dhidi ya TRA United? Nafikiri Simba kwa hivi sasa anahitaji tu kushinda kwa sababu Yanga ametoa sare mechi moja dhidi ya Mbeya City. Kwa hiyo yeye anachokiangalia namna gani ambapo anaendelea kutengeneza hilo gap ambalo Yanga alidondosha hizo alama mbili. Kama atapoteza manake atarudi tena kuanza kujiuliza namna ambavyo Yanga anaweza akapoteza mechi kwa hivi karibuni. Kwa hiyo kwa Simba ni wao kujiandaa kuhakikisha wanaenda kupata matokeo ili waendelee kuweka lile gap ambalo lilikuwepo, na kwa maana kikosi walichonacho kile ambacho wameanza kukionyesha kwenye mechi kadhaa ambazo kocha amesimama, bado naamini inaweza ikawa ni mchezo mzuri kwa Simba wakaondoka na matokeo mazuri kwa sababu ya utayari wa wachezaji alionao, kwa sababu asilimia kubwa wachezaji wa Simba tazama waliosajiliwa, kwangu mimi bado sijaona mchezaji ambaye anaweza akaanza na asifanye kile ambacho aidha mwalimu anakihitaji ama ambacho mashabiki wanakitarajia kutoka kwake. Kwa maana hakuna mchezaji ambaye ana daraja la kawaida. Yaani ukimtazama Jonathan Soa akianza, hakuna shabiki ambaye anakuwa na doubt. Akianza Stephen Dese, Mkwala, Selemani Mwalimu, hakuna ambaye anakuwa na doubt. Kuja kwenye eneo la viungo wa shambuliaji, wote wako kwenye ubora na utimamu wa kuweza kutekeleza mbinu za mwalimu. Kwa hiyo inabaki kwa kocha kuamua wachezaji gani wa kwenda nao na namna gani ambapo anaweza akapata kile anachokihitaji. Kwa Young Africans mchezaji bado watu wanalalamika. Kweli Young Africans hairidhishi ikicheza? Mimi binafsi bado sijaiona ile Yanga ambayo imemaliza msimu, Yanga ambayo imetoka kuchukua mataji matano, bado sijaiona. Kwa maana unaona mawasiliano namna ambavyo yamekatika kwenye eneo la katikati, namna ambayo kunakuwa na mchezaji ambaye anaweza akasimama na kuamua nyakati gani ambazo timu inacheza, nyakati zipi ambazo unakwenda kushambulia. Bado hakuna huyo mchezaji ambaye anaweza akasimama kama engine ya kuicontrol mechi pale ambapo anahitajika kufanya hivyo. Kwa hiyo bado naliona pengo la Aucho na inawezekana ikawa ni ngumu sana kuweza kuliziba, kwa sababu njia pekee ya kuziba pengo la Aucho hadi hivi sasa ninachokiona, kwa maana kwa mchezaji binafsi ni kama imeshindikana. Labda kocha atafute mfumo ambao unaweza ukawa unaziba hilo pengo na kuifanya timu ikarudi kwenye ule utayari ambao alikuwa nao msimu uliopita. Kwa hiyo kwa maana ya Musa Barakonte ameshinda kuvaa viatu vya Khalid Aucho hadi hivi sasa. Labda kama atabadilika huko mbeleni kulingana na kocha ambaye amekuja, lakini kilichobaki namna gani ambapo kocha anaweza kawa anatengeneza mfumo mzuri ambao utakuwa unamfanya Yanga awe na balance ya kushambulia na kuweza kujilinda. Hicho ndicho ambacho kimebaki, lakini kwa maana ya timu kuflow vile ambavyo imemaliza msimu jana, bado sioni kama ndio Yanga ile. Pacome Zouzoua ndio Yanga na Yanga ni Pacome Zouzoua. Tunaweza